Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein, na wakati huu tunakufahamisha drone ya baharini iliyotumiwa na Marekani kuwaokoa wanajeshi wake. Jeshi la Marekani limesema limetumia chombo cha majini kisichokuwa na mwelekezi kuwaokoa wafanyakazi wawili kutoka kwa helikopta ya jeshi la Marekani iliyoanguka katika pwani ya Oman mapema wiki hii. Hii ni mara ya kwanza ambapo chombo hicho kisichokuwa na mwelekezi kimetumika kutekeleza shughuli ya uokoaji. Kwa mujibu wa Rais Donald Trump, helikopta ya Apache ilidunguliwa na Iran karibu na mlango wa bahari Hormuz, njia kuu ya majini ambayo imefungwa tangu kuanza kwa vita vya Iran. Wanajeshi hao wawili waliokolewa ndani ya takribani saa 2 na wako katika hali nzuri, kamandi kuu ya jeshi la Marekani CENTCOM iliripoti. Shirika la habari la BBC limechanganua taarifa zilizomo kuhusu chombo hiki kisichokuwa na mwelekezi na jinsi operesheni hiyo ya uokoaji ilivyofanyika. CENTCOM imethibitisha kuwa Corsair, chombo cha majini kisichokuwa na mwelekezi iliyotengenezwa na kampuni ya drone ya wanamaji ya Texas, ilitumika katika uokoaji. Ina urefu wa mita 7.3, uwezo wa kubeba mzigo wa takribani kilo 450 na inaweza kusafiri kwa zaidi ya knots 35 kama kilomita 65 kwa saa, kulingana na tovuti ya kampuni hiyo. Corsair inakaribia ukubwa wa mashua ya wavuvi, imeundwa kubeba mizigo na pengine ina nafasi ya watu 3 hadi 4, anasema Brian Clark, mtaalamu wa ndege zisizokuwa na rubani katika taasisi ya Hudson. Clark anaongeza kuwa chombo hicho kina kamera ya digrii 360, mfumo wa rada ya urambazaji wa masafa marefu na sensa ya redio ya kielektroniki ya kunasa mawasiliano kwa lengo la kijasusi. Corsair imekuwa ikifanya kazi miaka michache sasa. Jeshi la wanamaji la Marekani lina takribani droni 50 za majini za aina hiyo, anasema Dr. Stacia Petjon, mtaalamu wa masuala ya kijeshi ya Marekani katika kituo kipya cha usalama cha Marekani. Anaeleza kuwa kwa ujumla chombo hiki kimetumika kwa ajili ya uchunguzi wa vilipuzi vya majini au kazi ya ufuatiliaji, lakini jeshi la wanamaji linaendelea kufanya majaribio ya utendaji kazi wake katika mlango wa bahari ili kutathmini uwezo wake. Droni hiyo ya baharini inaendeshwa na kikosi cha Task Force cha 59, kitengo cha kwanza cha jeshi la wanamaji la Marekani kinachojitolea kwa mifumo isiyokuwa ya rubani iliyoundwa mnamo mwaka 2021. Marekani ilianza kuipeleka Mashariki ya Kati mwezi Machi kama sehemu ya mpango wa Pentagon wa kupanua matumizi ya ndege zisizokuwa na rubani. Mwaka uliopita jeshi la wanamaji lilimpa mtengenezaji wa Corsair mkataba wa uzalishaji wa drone milioni 392 kwa vyombo vyake huru. Shughuli ya uokoaji ilifanyikaje? Ingawa drone hiyo ya majini inaweza kuendeshwa bila mwelekezi, wataalamu walionyesha kuwa huenda shughuli zingine zilifanywa na wanadamu wakati wa uokoaji. Katika operesheni hii kuna uwezekano mkubwa ilidhibitiwa kwa mbali na mtu anayetumia remote ili kuhakikisha kuwa inafika eneo halisi la wafanyakazi. Ingeelekezwa kwenye eneo linalojulikana la watu walioharibikiwa na meli ambako wangesaidia, kama vile kupanda mashua kwenye bahari kuu. Corsair ilitumika kwa shughuli hiyo kutokana na ukaribu na uwezo wake, anasema Captain Tim Hawkins, msemaji wa CENTCOM baada ya uokozi. Chombo hicho kisichokuwa na mwelekezi na mtu ilitumika badala ya kutuma meli au helikopta ambayo watu waliomo ndani. Hata hivyo, inaelezwa kwamba ingawa uokoaji si lengo kuu la chombo hiki, ilionekana wazi kuwa muhimu kwa shughuli hatari kama hiyo. Wanajeshi wa Marekani waliokolewa mwendo wa saa 3:30 asubuhi siku ya Jumanne ya wiki hii, saa za huko, na kupelekwa sehemu nyingine baharini, kulingana na Kapteni Hawkins. Baadaye walipandishwa kwenye helikopta ili kuondolewa katika eneo hilo, aliongeza. Lakini je, drone za baharini hutumiwa na watu wengine kwingine duniani? Utumiaji wa drone za baharini umeongezeka katika vita kati ya Urusi na Ukraine kama ilivyowahi kuripotiwa na shirika la habari la BBC. Ukraine ilipakia vilipuzi kwenye chombo kama hicho na kushambulia meli za kijeshi za Urusi, lakini hakuna rekodi yoyote inayoonyesha kutumika kwa shughuli za uokoaji. Boti nyingi zinatumiwa na Ukraine ni ndogo, inakaribia ukubwa wa jet Sky na hazina uwezo wa kubeba mtu, Clark alieleza. Wanasema wachambuzi wa mambo. Wapiganaji wa Kihuthi huko Yemen pia wameendesha boti zinazofanana kama ndege zisizokuwa na rubani au kamikaze, na Iran imetumia meli zisizokuwa na rubani katika mzozo wa sasa kushambulia meli zilizojaribu kuvuka mlango wa bahari wa Hormuz. Wahuthi na wa Iran tayari walikuwa na ndege zisizokuwa na rubani za baharini, lakini wa Ukraine waliipeleka teknolojia hii katika ngazi nyingine na kuonyesha kile ambacho nchi nyingine zinaweza kufanya.
Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment. Kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Naitwa Adam Hussein.